Na karibu tena, ni siku nyingine tena ambayo tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu katika kuendelea kumtafuta Mungu. Sisi kama Wakristo tumekuwa na unafuu sana wa kujadiliana mara nyingi sana kuhusiana na neno la Mungu, hasa pale ambapo tunakuta tunapishana katika yale maandiko ya Biblia. Leo tuna mada nyingine ambayo inasema, je, Yesu ndiye Mungu mkuu? Hapa nitakuwa nawakutanisha walimu kutoka kanisa la Kristo hao wanatokea nchini Kongo, ambao wanajadiliana na ndugu zao walimu wa SDA Reformed Church hapa Tegeta Dawasco. Kwa hiyo anza upi. Ni hapo kwenye start. Anza upiazisha zote. Asante sana, karibuni tena, ni siku nyingine tunakutana tena kuweza kufanya kipindi chetu. Tumekuwa na muda mwingi sana wa kutafuta kuhusiana na ukweli wa Mungu. Tumekuwa tukifanya kitu kinachoitwa comparative religion, dini linganishi, na leo ni siku nyingine katika kuendelea kutafuta ule ukweli. Na leo tutakuwa tunataka kujua kwamba, je, Yesu ndiye Mungu wa kweli? Hapa tunawakutanisha walimu kutoka katika wote imani ya Kikristo, lakini wakiwa na mtazamo tofauti kutoka katika maandiko yale ya Biblia. Kwa hiyo leo mada yetu ni, je, Yesu ndiye Mungu mkuu? Na hapa tutakuwa na walimu ambao wanatoka katika kanisa la Yesu Kristo kutoka nchini Kongo, ambao wanakutana na walimu wenzao wa SDA Reformed Church ambao wapo hapa Tegeta Dawasco, na hapa watakuwa wanajadili hii mada yetu. Najua kama Wakristo wamekuwa katika kupishana kidogo katika mambo yale ambayo yameandikwa ndani ya Biblia. Kwa hiyo tuna walimu hawa kutoka nchini Kongo wa kanisa la Yesu Kristo, ambao wao wanaamini kwamba kwa walivyosoma maandiko ya Biblia na wameona kwamba Yesu ndiye Mungu mkuu mwenyewe. Lakini tuna ndugu zetu ambao nao ni walimu wa SDA Reformed Church, ambao wanasema kwamba wanakubali Yesu ni Mungu, lakini wanasema ni Mungu kwa kuwa ni mwana wa Mungu, ila yupo Mungu mkuu ambaye huyo si Yesu Kristo. Kwa hiyo tutakuwa na mdahalo wetu ambao utaanza kupelekwa kwa dakika 30. Alafu utakuja kufanyiwa summary kwa dakika 20. Baada ya hapo tutaingia kipindi cha maswali na majibu. Maswali yatakuwa yanaulizwa kwa dakika 3 na kujibiwa kwa dakika 5. Alafu muulizaji swali atakuja kujibu kama amejibiwa swali lake au hapana kwa dakika 3. Alafu atafanyiwa usawazishaji au atajibiwa tena kwa dakika 5. Maswali tutakuwa nayo 5 jumla. Kwa hiyo nashukuru sana kwa wewe mtazamaji wetu, uwe na sisi tangu sasa mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na kwa kuanza, tutaanza na walimu wa kutoka kanisa la Yesu Kristo, kwa sababu tunajua tumekuwa tukimtafuta Mungu wa kweli ni nani tumjue, na hapa tupo katika kutafuta. Kwa hiyo hakuna shida. Karibuni sana mwalimu kutoka kanisa la Yesu Kristo, karibu sana, muda ni wako. Asante. Kutoka sasa una dakika 30 za kuanza kipindi. Karibu. Wastahili Bwana, sema amina sana. Say amen. Wewe tumeitwa tuwe watakatifu. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza tumemshukuru Mungu ambaye ametupatia hii neema ya kuwa hapa siku ya leo ndani ya nchi ya Tanzania. Tumekuwa hapa Dar es Salaam. Kwa malengo na makusudio yetu ni kuitangaza Injili, na leo tumefika hapa tukikutana na walimu ambao tunakusudia kujadiliana nao, na makusudi wafikirie watu wote kuelewa ukweli wa maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kabla ya kwenda katika somo letu la leo ninalosema kwamba Yesu Kristo ni Mungu mkuu. Je, Yesu Kristo ni Mungu mkuu? Lengo na kusudio ni kufanya watu wote wafikirie kujua kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, na wale ambao wamepinga kwamba Yesu Kristo siye Mungu mkuu watakuja basi wadhibitishe na kuonyesha Mungu mwingine zaidi ya Yesu ni nani. Basi msomaji, kabla sijaenda zaidi sana, ninataka ukanisomee andiko moja katika kitabu cha
Waebrania katika 12 aya yake ya pili, tukimtazama Yesu ndiyo mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Kwanza sisi tunamwamini Yesu kama yeye ndiye mwanzilishi na yeye ndio mtimilifu wa imani yetu. Kwa hiyo hatuna mwingine tunaweza mshuhudia zaidi ya yeye. Lakini Yohana anasema nini katika 5:39? Katika 5:39 inasemaje? Biblia inasema katika 5:36 na 9:39, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima milele ndani yake. Mnachunguza maandiko mkizani kwamba nyinyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Na sasa maandiko ndiyo yanayomshuhudia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe kinachomshuhudia Yesu ni maandiko. Na hapa tulipo tunakusudia wale wanaotusikiliza na kutufuata kwenye mtandao wajue na kuelewa ya kwamba maandiko yote tangu mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna maandiko inamshuhudia Mungu mwingine isipokuwa Yesu Kristo. Na ikiwa kutakuwa watu ambao watakataa kwamba maandiko haimshuhudie Yesu, basi waje waseme kwa andiko hili ambalo Yesu amesema, mwachunguza maandiko mkizani ndani yake mna uzima, na yale maandiko ndiyo yanayomshuhudia Yesu. Basi waje waseme Mungu ambaye maandiko yanamshuhudia katika Biblia tangu mwanzo anaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa nirudie mahali ambapo najua ndugu zetu watapitia kabla niende mahali ambapo tuko na kusudia kwenda. Msomaji, mwalimu, nikamatie andiko moja ya kitabu cha Mika. Katika kitabu cha Mika 5:4. Katika kitabu cha Mika 5:4 yake. Labda tungeenda ile 5. Inasema ndiyo, kwa maana mataifa yote watakwenda kila umoja kwa jina la Mungu wake. Sasa mataifa kila wamoja walikuwa na Mungu wao, na Mungu akamwambia Mika kwamba mataifa kila moja watakwenda kwa jina la Mungu wao, na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu. Na sisi tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu. Milele amina. Kwanza jina la Bwana Mungu wetu tutakwenda kwalo milele amina. Kwa hiyo kama mataifa watakwenda kila moja kwa jina la Bwana Mungu wake, tuangalie mataifa walikuwa na Mungu. Tukamate kitabu cha Wafalme wa Kwanza 11:33. 11:33. Ndiyo. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Imesemaje? Biblia inasema hivi. Kwa sababu wameniacha mimi. Sasa Mungu amesema Israeli wamemwacha yeye, wakaabudu Asteroti, Mungu mke wa Sidoni. Kwanza mataifa walikuwa na Mungu, lakini Mungu wa mataifa alikuwa Mungu mke wa Wasidoni, mataifa ingine. Na Kemoshi pia alikuwa Mungu wa wana wa Moabi. Alikuwa Mungu wa wana wa Amoni. Na Milkumu Mungu wa wana wa Amoni. Inatosha. Maana yake Mungu sio jina ambalo ni jina la kipekee. Mungu ni kitajiko cha kile kinachoabudiwa. Kwa hiyo Mungu anatakiwa awe na jina lake, na mataifa walikuwa na Mungu. Katika mataifa mengi tunaona Waamoni walikuwa na Mungu wao na wengine na kadhalika, ila tuangalie kwa umakini imesema nini kitabu kile cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi. Ndiyo. Ngapi yake? Kamata 16. Waamuzi 16:23. 16:23. Kisha Wafilisti wakakusanyika ili kumtolea sadaka Dagoni mungu wao. Lakini pia Wafilistini walikuwa na mungu anaitwa nani? Dagoni.
ninaimalizia hapo kusema kwamba watu wakitaka kujua Mungu na Mungu anatakiwa kuwa na jina. Na sasa pointi yetu ya msingi, Mungu ambaye sisi tunataka kumshuhudia wala tunamshuhudia sisi ni Mungu mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu yeyote akija hapa kusema kwamba kuna Mungu mwingine zaidi ya Yesu, atakuja tuambie ule Mungu ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusikilize Mungu amesema nini kwa kitabu cha kamata kitabu cha Kutoka. Katika kitabu cha Kutoka 3:13. 3:13 kitabu cha Kutoka. Imesema nini? Biblia inasema, changamka. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapokwenda kwa wana wa Israeli, ndio, na kuambia, Mungu wa baba zenu, ndio, amenituma kwenu, ndio, na wataniuliza, jina lake nani? Jina la ule Mungu anaitwa nani? Niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Ndio, akasema, ndivyo takavyoambia wana wa Israeli. Simama. Make kwanza Musa mwenyewe kwa akili timamu alijua kwamba Mungu si nini? Si jina. Kwa hiyo Musa akamwambia Mungu, nikifika kwa Waisraeli wataniuliza na kuambia Mungu amenituma kwenu, wataniuliza jina lake nani? Nami nitawaambia nini? Mungu akasema, uambie mimi ni nani? Mimi niko. Haleluya. Amen. Inasema nini Yohana kabla niende mahali ambapo ninataka kwenda? Katika kitabu cha Yohana 8:58. Imesemaje? Yesu akawaambia, amini nawaambia, yeye Ibrahimu asija kwako, mimi niko. Kwa hiyo Mungu aliposema mimi niko, na ndilo jina ambalo Yesu mwenyewe amesema kabla Ibrahimu haja kwako, mimi ni nani? Mimi niko. Simama. Sasa kinacholeta magumu ni pale ambapo Yesu amesema kwamba mwachunguza maandiko mkizani kwamba ndani mna uzima, na yale maandiko yananishuhudia. Ila Yesu chini amesema mnakataa kuja wapi? Kwangu mimi ambaye niko na uzima. Mika inasema nini kusudi niende mbio? Katika kitabu cha Mika inasema nini? Ngapi yake? 1:3 yake. Imesema, Biblia inasema, kwa maana angalieni, Bwana anakuja kutoka mahali pake. Bwana anakuja kutoka mahali pake, naye atashuka na kupakanyaga mahali palipoinuka pa dunia. Na yeye Bwana atapakanyaga mahali palipoinuka pa nini? Pa dunia. Simama. Kwa hiyo Mungu anamwambia Mika kwamba mimi nitashuka na nitakanyaga wapi? Mahali panapoinuka pa nini? Pa dunia. Sasa tuulize maandiko yamesemaje? Isaya 40 ndio 40 na 3 kumi yake imesema nini? 43 kumi yake. Anzia kwanza kwa 42, kamata 8 yake. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine. Simama, rudia sasa 43 na kumi yake. Imesemaje? Ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, na mtumishi niliyemchagua, pate kujua na kuniamini, na kuamini ya kuamini ya kwamba mimi ndiye. Kabla yangu hakujaumbwa Mungu wa yeyote, wala baada yangu mimi hata kuwepo mwingine. Yaani Mungu amesema kabla yake yeye hakukuwaka Mungu, wala baada yake yeye hata kuwaka mwingine. Kwa hiyo watu wakisema kwamba kuna Mungu zaidi ya muumbaji, haleluya, watamtafuta jina lake ni nani. Kwa hiyo sisi tunapomshuhudia kwamba Yesu ni Mungu, tena yeye ndiye Mungu mkuu, kwa kuwa tuna ushahidi. Isa amesema kabla yake hakutakuwa Mungu, wala badala yake hakutakuwa nani? Mungu mwingine. Lakini sasa inasema nini? 9
sita yake, 9:6 ya Isaya. 9:6 kitabu cha Isaya. Imesemaje? Biblia inasema hivi. Katika 6:9. Imesemaje? Tusome 6:9. Nafika hapo. 9:6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Malizia. Tumepewa mtoto mwanaume. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Twende kabisa. Naye ataitwa jina lake. Ataitwa jina lake. Ushauri wa ajabu. Malizia. Mungu. Mwenye nguvu. Yaani Mungu amesema kwamba kabla yake hakutakuwa mwingine na badala yake hakuna nini? Mwingine. Ila amesema kwa Isaya kwamba kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, uwezo wa kifalme utakuwa begani pake, naye ataitwa mshauri wa ajabu, ila Mungu mwenye nini? Mungu mwenye nguvu. Kwa hiyo Baba wa milele. hapo ninaacha ocha kwa wale ambao watapita, watuambie yeye aliyezaliwa ndiye Mungu mwenye nguvu au kunakuwa mwingine aliye na nguvu zaidi ya yeye. Watupe andiko inayosema kuna Mungu zaidi ya mwenye nguvu zaidi ya ule ambaye atazaliwa. Pili, hoja, yule atakayezaliwa ndiye baba wa nini? Wa milele. Waje na andiko linalosema kwamba kuna mwingine baba wa milele zaidi ya yeye aliyezaliwa. Malizia. Inashuhudia na kusema mfalme wa amani. Lakini pia ni mfalme wa nini? Wa amani. Malizia. Maongeo ya enzi yake. Maongeo ya enzi yake. Amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Simama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ndicho nilitaka waelewe kwamba yule aliyezaliwa yeye ndiye Mungu mwenye nguvu, tena baba wa nini? Baba wa milele. Lakini ili twende tumalizie kwa dakika zetu, turudie kule kwa 40 ya kile kitabu cha Isaya 43:11. Katika kitabu cha Isaya 43:11. Imesemaje? Biblia inasema hivi. Katika 43:11 yake. Malizia. Mimi mimi ni Bwana. Ni Bwana. Zaidi yangu mimi. Twende. Zaidi yangu mimi. Zaidi yangu mimi. Malizia. Hapana mwingine. Malizia. Inasema hivi. Rudia pale 11. Soma. Mimi. Naam. Mimi ni Bwana. Zaidi yangu mimi. Hapana mwokozi. Zaidi yangu mimi. Hapana nani? Mwokozi. 35 ine yake. Katika ile Isaya 35 ine yake. Imesema nini? Tunasoma katika jina changamka muda wangu la Bwana wetu Yesu Kristo. Imesema nini? Waambieni walio na moyo wa hofu. Waambieni walio na moyo wa hofu. Jipeni moyo. Jipeni moyo. Usiogope. Usiogope. Tazama. Mungu wenu atakuja na kisasi. Kwanza tuliona kwa Mika, maandiko ilisema kwamba Bwana atatoka mahali pake na kushuka mahali palipoinuka pa kidunia. Kwa Isaya amesema kwamba waambieni wenye hofu wajipe moyo, tazama Mungu wenu atakuja na kisasi na malipo ya Mungu. Twende. Atakuja na kuokoa ninyi. Kumbe Mungu atakuja na atakuja kuokoa. Na kwa Isaya amesema kwamba hapana mwokozi ila nani? Ila yeye. Kwa hiyo yeye atakaye kuja ndiye mwokozi. Inasema nini Mathayo? Katika kitabu cha Mathayo. Ndio. Ngapi yake? Kamata 11. 11. Bili yake imesema nini? 11:2 kitabu cha Mathayo. Changamka muda wako. Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza. Akatuma wanafunzi kumuuliza. Wewe siwe yule ajaye? Na swali na ninaacha hoja hapa. Kwa Isaya amesema kwamba angalia Bwana atakuja na kisasi na kuwaokoa. Kwa Mathayo, kwa Mika alisema kwamba Bwana atashuka. Na acha hoja hapa kwa wale wanaonisikiliza. Yule ambaye Mika alisema atakuja, ambaye atatoka mahali pake ni nani? Na alifikaje duniani akashuka kudunia? Kwa Isaya, yule ambaye Mungu amesema kwamba atashuka kuja kuokoa ni nani? Na alifikaje duniani kuja kuokoa? Sasa Yohana analeta majibu. Na Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza. Ndio. Wewe ndiye yule ajaye? Wewe ndiye yule ajaye? Au tumtazamie mwingine? Au tumtazamie mwingine?
pale kusudi walimu watakaopita waipitie pale ili waweze kujulisha ule Mungu mkubwa ambaye wamemtafuta ni nani. Sababu hapa tulishasema kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, ili sasa wakija waonyeshe ule mwingine Mungu mkuu ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa kudhibitisha tunarudia kwa kitabu cha Luka 2:11. Katika kitabu cha Luka 2:11 inasema nini? Maandiko ya Biblia inasema shuhudia na kusema, maana leo katika mji wa Daudi, amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi. nani? Mwokozi. Ndiye Kristo Bwana. Mwokozi ndiye Kristo nani? Bwana. Kumbe yule ambaye Isaya alitabiri, Mika alitabiri, manabii walitabiri, alikuwa ndiye atakayezaliwa, na yeye ndiyo Mwokozi Kristo nani? Bwana. Kwa hiyo tunamtafuta Mungu. Je, Yesu ndiye Mungu mkuu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maandiko tunaelewa kwamba Mwokozi ambaye atakuja kuokoa kwa kitabu cha Luka 2:11 imesema kwamba ni yeye aliyezaliwa ambaye ndiye Yesu Kristo nani? Bwana. Sasa turudie kwa Yeremia, nasema nini? Katika kitabu cha Yeremia 10:10. Katika kitabu cha Yeremia 10:10 imesema nini? Biblia inashuhudia na kusema hivi, bali Bwana ndiye Mungu wa kweli. Ndiye Mungu wa nini? Wa kweli. Kumbe yule ambaye anazaliwa ambaye ndiye Bwana Mwokozi Yesu Kristo, kwa Yeremia nasema bali Bwana ndiye nani? Mungu wa kweli. Ndiye Mungu wa nini? Wa kweli. Na yeye aliyezaliwa aliitwa nani? Mungu wa kweli. Baba wa nini? Wa milele. Yeye aliyezaliwa anaitwa nani? Baba wa milele. Baba wa milele, Mungu mkuu, tena baba wa nini? Wa milele. Kwa Mika akasema ndiye atakayekuja. Kwa Isaya akasema kwamba yeye ndiye atakayeokoa. Na jibu la Yesu ni kumwambia yule atakayeokoa watu wapate kuona wakati atafika, na viwete wapate kutembea, alishafika. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kwa kitabu cha Luka kwamba yeye atakayezaliwa ndiye Mwokozi Yesu Kristo nani? Bwana. Lakini kwa Yeremia anasema Bwana ndiye nani? Bwana. Ndiye Mungu wa kweli. Twende. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana inasema nini? Katika kitabu ya Yohana 13:13 twende tu. Mnaniita mwalimu na Bwana. Nyinyi mnaniita mwalimu na nani? Na Bwana. Kwa hiyo kwa Yeremia anasema Bwana ndiye Mungu wa nini? Wa kweli. Yesu anasema mnaniita nani? Ninyi mnaniita mwalimu na Bwana. Mwalimu na Bwana. Nanyi mwanena vema. Mnanena vema. Maana sivyo nilivyo. Kumbe Yesu mwenyewe alijua kama yeye ni mwalimu tena na ni nani? Bwana. Nitakaporudia hapa nitajulisha kwamba Yesu ni mwalimu, kwa kuwa maandiko yanasema kwa kitabu cha Yohana 10:6 kwamba na wote watafundishwa na nani? Na Mungu. Na wote watafundishwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo Yesu mwenyewe amejiita kwamba ni Mungu kwa sababu yeye ni mwalimu, na maandiko yanasema wote watafundishwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo wakija hapa wenzetu waje wakanushe, waseme kwamba Yesu siye Bwana ambaye Isaya alitabiri na Mika akatabiri na Yeremia akasema kwamba Bwana ndiye Mungu nani? Mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo niende kwa kupunguzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukirudia kwa andiko mbili kwa sababu ya muda wetu, twende tutengeneze mazingira mzuri, tuache wapite. Tunarudia kwa andiko limoja, tulete mwangaza hapo. Kwanza tunaona kwamba Yesu ndiye Mwokozi. Nadhani ni hivyo. Tulishaona kwamba Yesu ndiye Mwokozi ambaye alitabiriwa na kitabu cha Isaya. Katika kitabu cha Warumi nasema nini? Katika kitabu cha Warumi. Imesemaje? Gapi mwalimu? Kamata 9:5 yake. Biblia inashuhudia ambao mababu ni wao. Na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Simama. Kwa kitabu cha Luka alituambia hivi, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Sasa katika mwili aliyezaliwa, aliyekuja
ni nani? Malizia. Alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Ndiye aliye juu ya mambo yote. Swali, kama wanasema aliye juu ya mambo yote, mambo yote maana yake nini? Hakuna ukoma. Mambo yote maana yake hakuna nini? Mwisho. Yeye aliye juu ya mambo yote, malizia. Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba kadiri ya unabii ulivyotabiri na namna zilivyotendeka, Paulo amesema kwamba yeye aliyekuja katika mwili, yeye iko juu ya mambo yote, tena ni Mungu mwenye kuhimidiwa nini? Mwenye kuhimidiwa milele. Nafikiria hapo tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini turudie kwa Efeso. Waefeso sura yake ya 4 kistari cha 10. Imesemaje? Changamka mda wangu. Katika kitabu cha Efeso 4:10 yake. Imesemaje? Biblia inashuhudia na aliyeshuka. Sasa tuliona kule kwa Mika kwamba Bwana mwenyewe atashuka na kukanyaga wapi? Mahali palipoinuka pa dunia. Sasa Paulo amefunuliwa, anasema naye aliyefanya nini? Naye aliyeshuka. Naye aliyeshuka. Ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote. Sasa ikiwa kuna miungu mbinguni ama wapi duniani, Yesu maandiko nasema yeye mwenye alishuka, yeye alifanya nini? Aliyepaa wapi? Juu sana kuliko mbingu zote. Kwa hiyo kama kuna Mungu mbinguni, Yesu iko juu ya nini? Ya mbingu zote. Yaani tunamwona Yesu iko juu ya wa Mungu wote, kwa kuwa yeye alipanda juu sana kuliko mbingu zote. Tuko pamoja? Yes. Sasa kwa kuweza kupunguzia, tunaanza kuona kwamba huyu Yesu, Bwana Yesu asifiwe sana, ambaye alivaa mwili akakuja duniani, huyu ndiye Mungu ambaye iko juu ya nini? Ya mambo yote. Yeye ndio wa kuabudiwa nini? Milele. Tunaanza kuona Mwokozi ambaye alitabiriwa na manabii kwamba atakuja, ni yeye Kristo ambaye anaitwa Bwana. Tunaona kwamba Bwana ambaye tunamuona kwamba ndiye Mungu wa kweli, tunamuona ni Yesu Kristo. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tunaacha hoja hapa kwa wale wanaotufuatilia na wale ambao tunazungumza nao ambao ni walimu, wache watuambie huyo Mungu mkubwa anaitwa nani, kwa kuwa tunajua kwamba Yesu ndiye Mungu gani? Mkubwa. Kwa hiyo ule Mungu mkubwa mwingine ni nani? Hii ndiyo hoja yangu ambayo mpaka kiyama itaulizwa na haitapata majibu. Wakitoa Mungu mwingine ambaye ni Mungu mkuu, wamlete ni nani? Kwa kuwa huku nyuma nilisema mataifa wana nini? Wana miungu yao, na Mungu sio nini? Sio jina. Mungu ni kihitajiko cha kuabudiwa. Maana yake Mungu si jina la kipekee. Kwa hiyo Mungu alikuwa na jina lake. Nadhani ni hivyo. Pia Baba sio nini? Baba sio jina. Kwa kuwa Baba sio jina la kipekee. Baba ni kihitajiko cha kila mwenye anazaa. Nadhani ni hivyo. Kwa hiyo Baba sio jina. Kwa hiyo wakija hapa tulishapata kwamba Yesu ndiye Mungu gani? Ndiye Mungu mkuu, kupitia maandiko na ushahidi ninaotoa. Kama wao watakuja waende nje ya hii ushahidi, walete hoja ambazo zitavunja hivi ninazoziacha hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunawasubiria wakati watakapopita, tuwafuatilie mahali pale watakapopita. Kwa hiyo maandiko mengine ambayo yataleta ushahidi tunayo, ila nasimama. Asante. Kwa hiyo kama dakika zangu zingaliki, msomaji, mwalimu, turudie hapa kwa kuwa ninajua watakuja hapa. Amen. Ndio. Rudia kwa kitabu 5 ya kitabu 4 ya kitabu cha Kutoka. Tunaenda katika kitabu cha Kutoka 4 ngapi? Kamata 4:23. Yaani 23. 22. 4:22. Inasemaje? Kitabu cha Kutoka. Twende. Nawe umwambie Farao. Bwana anasema hivi. Israeli ni mwanangu mimi. Mzaliwa
mkuu. Kwa hiyo watakuja hapa kusema kwamba Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa nani? Wa Mungu. Naye Mungu alimwambia Musa kabla Yesu hajaja wapi? Duniani, kwamba Israeli ndiye mzaliwa wa nini? Wa kwanza wa Mungu. Haleluya. Amina. Kwa hiyo kama Israeli ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu, waje hapa watuambie nani alikuwa mbele katika mwili, ni Yakobo au Yesu? Amen. Sababu Yakobo ndiye nani? Israeli. Kwa hiyo Mungu amesema Israeli ni mzaliwa wake wa nini? Wa kwanza. Kwa hiyo waje, na ninaacha hoja hapa, waje watuambie kama Yesu ni mzaliwa wa kwanza, Yakobo pamoja na nani? Na Yesu, nani alikuwa mbele katika mwili? Amen. Amina. Wakisema Yesu ni mzaliwa wa kwanza katika roho, hata sisi ni wazaliwa katika roho. Yes. Sababu kila mbegu inajizalaka. Nafikiria hivyo. Yeah. Kama ninaitwa mwana wa Mayumpa ni sababu baba alizaa mimi. Nafikiria ni hivyo. Kabisa. Sasa na mimi kama ni mwana wa Mungu, Mungu alinizaje? Mungu alinizaje? Alinizaa katika neno. Nafikiria ni hivyo. Alinizaa katika neno, maana yake katika roho. Kwa hiyo siko mwana wa Mungu kwa namna hii ya kimwili, niko mwana wa Mungu kwa namna nini? Ya kiroho. Kwa hiyo Israeli ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na kama mtasema Yesu ni mwana wa Mungu, pia Yesu imeandikwa nini? Mathayo 1:1. Tupunguzie basi. Katika kitabu cha Mathayo 1:1 yake. Changamka muda wangu. Biblia inasema hivi. Katika 1:1. Umesema nini? Kitabu ambacho tunaita kitabu cha Mathayo. Changamka muda wangu. Kitabu cha ukoo wa Yesu. Kwanza ni kitabu cha ukoo wa nani? Wa Yesu. Malizia. Mwana wa Daudi. Kumbe Yesu pia ni mwana wa nani? Wa Daudi. Kwa hiyo waje watuambie, wakisema Yesu ni mwana wa Mungu, waseme Yesu ni mwana wa Daudi. Daudi ndiye Mungu. Hapo. Malizia. Mwana wa Ibrahimu. Pia Yesu ni mwana wa nani? Wa Ibrahimu. Sasa wakija hapa waseme Ibrahimu ndiye Mungu Baba, kwa kuwa Yesu pia ni mwana wa nani? Wa Ibrahimu. Au tufute yale maandiko kwamba ni ya uongo, Yesu siye mwana wa Daudi kabisa, wala si mwana wa Ibrahimu. Hapo. Wanaweza vile sana. Kwa hiyo hoja yangu inabakia hapa, waje watuambie yule Mwokozi ambaye alikuja katika dunia ni nani, ambaye ndiye Bwana, yule ambaye maandiko yanashuhudia kwamba atazaliwa naye ataitwa Mungu mwenye nguvu, pia baba wa nini? Wa milele. Ni nani? Lakini cha msingi, haleluya, ni pale ambapo Isaya alisema kwamba hakuna Mungu mwingine badala yangu, kabla yangu na badala nini? Yangu. Hakuna nani? Mungu mwingine. Lakini kwa Paulo tunaona kwamba amemwita Yesu ni nani? Ni Mungu mwenye kuhimidiwa nini? Milele. Amina. Kwa hiyo Yesu alileta majibu kusema kwamba mwapotea kwa sababu hamjue nini? Maandiko au uwezo wa nani? Wa Mungu. Lakini pia Yesu anasema mumeyachunguza nini? Maandiko mkizani ndani yake mna nini? Uzima. Na yale maandiko yanafanya nini? Yananishuhudia. Swali la mwisho naacha. Maandiko yalishuhudia Yesu tangu Adamu, tangu mwanzo mpaka Ufunuo, au maandiko yalishuhudia Yesu wakati tu amezaliwa? Mbarikiwe sana. Amen. Mwalimu, jitambulisha kidogo na jina. Asante, jina langu naitwa Theophile Mayumpa Baraka. Nashukuru sana Mwalimu Theophile. Mwalimu Theophile, nakushukuru sana, kutoka katika kanisa la Yesu Kristo ambalo lipo nchini Kongo. Hawa ndugu wamekuwa ni walimu ambao wanazunguka kuhakikisha kwamba Ukristo wetu unasonga mbele, lakini tunakuwa katika mafundisho ambayo yako sawa na ya haki, ambayo mwisho wa siku yatakuja kutokuwa tuweze kufika mbinguni kwa Baba. Kwa hiyo sasa nataka niwakaribishe walimu kutoka SDA Reformed Church. Aje mwalimu mmoja kwa dakika 30 aje atuambie, je, yeye anavyoona Yesu ndiye Mungu mkuu au kuna Mungu mwingine ambaye sio Yesu? Najua SDA Reformed Church
Kwa kifupi tunavyowasikiaga ni kwamba wao wanaamini kwamba Mungu yupo ambaye ni Mungu Baba na Yesu ni Mungu kwa kuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo karibu sana mwalimu, muda ni wako kwa dakika 30 kutoka sasa. Mada kumbuka, je, Yesu ndiye Mungu mkuu? Asante sana kwa aliyetangulia kuwasilisha mada ya kwamba Yesu ndiye Mungu mkuu, na amejaribu kutoa hoja zake ambazo amethibitisha na kuziona kwamba Yesu ndiye Mungu mkuu. Kwa hiyo nitajaribu kufundisha Mungu tunayemwamini, halafu nitajaribu kupitia baadhi ya hoja kama nitazikumbuka, ambazo sitakumbuka nitarudi wakati wa pili tena tutapitia. Kwanza sisi tunaamini kwamba kuna Mungu aliye Baba. Hebu msomaji nisaidie Wakorintho wa kwanza 8:6. Nasema Wakorintho wa kwanza 8:6, tunaamini kwamba kuna Mungu mmoja aliye Baba. Na ndugu wanasema kwamba Baba sio jina, Baba ni chanzo. Okay, tuna Mungu mmoja aliye chanzo. Soma andiko. Inasema, inasemaje? Lakini kwa sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Soma vizuri. Lakini kwa sisi Mungu ni mmoja tu aliye nani? Aliye Baba. Si Paulo anasema Mungu ni mmoja aliye Baba. Ndio. Sasa msomaji, tusikilize mtu au tusikilize maandiko? Maandiko. Kwa hiyo tuna Mungu mmoja aliye Baba, na akasema Baba ni chanzo. Endelea. Nasemaje? Ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Ambaye vitu vyote vimetoka kwake, ukiweka na Yesu hapo. Nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja. Kwa hiyo kuna Baba aliye na Bwana mmoja. Msomaji akasoma Yeremia 10:10, anasema eti kwamba Baba ati Bwana ndiye Mungu. Hata mimi nakukubalia Bwana ndiye Mungu. Yesu ni Bwana kivipi? Msomaji, wa Filipi 2:9. Yesu ni Bwana kivipi? Mimi mwenyewe nakubali Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Sasa Yesu anapoitwa Bwana kivipi? Soma andiko. Tena anapoonekana naomba kama mwanadamu, akajinyenyekeza hata kutia mauti. Naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu ati nini? Kwa hiyo tena Mungu, kwa hiyo kuna Mungu aliyemwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Ni nani? Yesu Kristo ni Bwana. Kwa nini? Kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo kama hakuna utukufu wa Mungu Baba, Yesu ataitwa Bwana? Maana yake Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Nisaidie Matendo 2:36. Matendo 2:36. Kimbia msomaji. Ukiona hiyo inakuchanganya, tumia hata simu. Maana wote ni Wakristo, nataka baadhi ya hoja tuangalie zinakuaje. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Baba amemtukuza mwanawe. Na ndio maana maandiko yanasema kama Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo amempatia mwana. Soma andiko hilo. Inasema 2:36. Basi nyumba ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu ati nani? Mungu. Nani? Mungu amemfanya Yesu huyo kuwa nani? Mliyemsulubisha kuwa nani? Kuwa Bwana na Kristo. Kwa hiyo kuna Mungu aliyemfanya Kristo kuwa nani? Bwana na nani? Na Kristo. Sasa wanatuambia huyu aliyefanya ati ndiye Mungu. Naona matatizo tunapoelekea hapo, ndipo tunapotosha, hapo ndipo tunakengeusha. Akasema habari zote hizo vitabu vimeelezea kuhusu Yesu, ati Yesu zimeelezea kuhusu Yesu, maana yake Yesu ndiye Mungu. Si ndio hivyo msomaji? Nisaidie Yohana 20 mstari wa 31. Yohana 20:31. Tumia simu msomaji. Yohana 20:31. Changamka. Unaona, kwa hiyo sisi tunaamini kuna Mungu aliye Baba. Sasa ukisema kwamba Yesu Baba ni chanzo, tunakubali, maana maandiko yanasema Mungu ni baba yake na Yesu. Yaani Mungu ni chanzo chake na Yesu. Ukisema eti kwamba Baba ni chanzo chake na Yesu, tunakubali. Soma andiko. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa. Rudia tena. Lakini hizi zimeandikwa. Rudia tena. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Ndiye Mungu. Mwana wa Mungu. Soma vizuri, ndiye Mungu. Muamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kuna Mungu na kuna Yesu Kristo. Kuna Mungu na kuna Yesu Kristo. Kuna hoja aliyoitoa. Kwa mfano aliongelea kuhusu Isaya 42:8.
na 43. Ile pale ndugu 42:8 inaongelea kuhusu sanamu. Mungu hawezi akaupa utukufu sanamu, lakini Mungu amempa utukufu Yesu Kristo. 17:5 Yohana. Mungu hawezi akazipa sanamu utukufu, ila Mungu ametoa utukufu kwa mwanawe, amempa. Sasa ukisema Mungu hajampa mwanawe, hilo andiko tutapeleka wapi? Tutafuta. Soma andiko hilo. Nasemaje? Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Sawa, na unatuambia hakuna aliyempa utukufu mwingine. Kwa hiyo ile 42 inaongelea sanamu. Kama hujaridhika njoo upite hapo, alafu nitakuja na gia tu. Hiyo ni la kwanza. Jambo lingine aliongelea kuhusu Isaya 9:6. Irudia hapo Isaya 9:6. Nasemaje? Maana kwa ajili yetu. Maana sisi hatupingi kwamba Yesu ni Mungu, lakini tunasema Yesu ni Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Yesu ni Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Mungu wa pekee, wa kweli, wa pekee ni baba yake na Yesu. Hebu anza kwanza Waefeso 1:3. Waefeso 1:3. Nasemaje? Atukuzwe Mungu. Nani? Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo wao wanasema baba ni nini? Ni chanzo, sio hivyo? Kwa hiyo atukuzwe Mungu, chanzo chake na Yesu. Weka tafsiri hivyo. Kwa chanzo cha Yesu ndiye Mungu wetu. Yesu alikotokea kwenye chanzo hicho ndiye Mungu wetu. Unaona? Kwa hiyo atukuzwe Mungu, baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunayemwabudu sisi ni baba yake na Yesu. Alafu kitu kingine, msomaji alikuja hapa wa kwanza alipokuja akasema kuna kauli aliyotoa hapa ati Yesu hakuna aliyekuja kuokoa, sio hivyo? Ndio. Hakuna aliyekuja kuokoa ila Mungu. Mimi hapana mwokozi. Hapana mwokozi, ni kweli. Hakuna mwokozi zaidi ya Mungu. Lakini Mungu ameokoa kufanya kwa njia ipi? Yohana wa kwanza 4:14. Mungu ndiye mwokozi, lakini Mungu anakoaje? Amemtumia mwanawe. Kwa mfano msomaji, wewe kwa mfano ukijenga nyumba, ndio. Unaona? Ukatoa pesa ukawalipa mafundi. Mtu akija kuuliza, hii nyumba ni ya nani? Si utasema mimi nimejenga. Sasa wewe ulishika karai ukaanza kujenga, ukashika na tofali. Si umetumia umemlipa fundi ukatoa pesa? Kabisa. Kwa hiyo Mungu Baba ndiye mwokozi kupitia mwanawe. Soma andiko. Nasemaje? Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba. Ati nani? Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo aliyeokoa ni nani? Ni Baba. Kupitia nani? Mwanae. Kwa hiyo alafu kitu kingine msomaji, akaja kaongelea mara mwisho hapa ati tumeokolewa kupitia neno. Mungu ametuokoa kupitia neno, na akashinda kujua huyo neno ni Yesu Kristo. Yaani anasema Mungu ametuokoa kupitia neno lake, alituzaa kupitia neno lake, na akashinda kuelewa kwamba hilo neno ni Yesu Kristo. 1:1 Yohana. Inasema 1:1 Yohana, kimbia. Hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo anaitwa ni Mungu. Alikuwa kwa nani? Alikuwa kwa Mungu. Alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Soma 14 hapo. Neno akafanyika mwili, akaja akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee. Kama wa nani? Mwana pekee. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye aliyekuja kutuokoa, na yeye kwa kumwamini Yesu Kristo ndio tumezaliwa. Soma 12 hapo. Inasemaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kufanyika nini? Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo neno, tumezaliwa kwa neno baada ya kumpokea Yesu Kristo. Neno ni Yesu Kristo. Kwa hiyo unapompokea Yesu unafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Sasa mje mtuambie sasa nyie. Huyo mtoto nyie mje mtuambie sasa. Mmezaliwa vipi? Maana sisi tumezaliwa kwa neno, kwa kumpokea Yesu Kristo ndio tukafanyika kuwa wana. Nyie sasa swali sasa, Mungu ni baba yenu au sio baba yenu? Hilo la kwanza. Jambo lingine aligusia kuhusu kwamba Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza, na asijua kwamba maandiko hayo ilikuwa ni unabii wa Yesu Kristo. Hebu nisaidie Mathayo 2:15 hapo. Maana ilikuwa inajaribu kuongelea habari za Yesu Kristo, maana ndio anatokea katika dynasty hiyo. Soma andiko msomaji. Akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonena na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri na alimwita mwanangu. Ndio mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa rudi kwenye ile 9:6 Isaya. 9:6 Isaya. Tuangalie, maana hiyo huwa inapenda kutumiwa sana. Yesu Kristo hatukatai kuwa ni Mungu, sisi hatupingi, kwa sababu asili yake, nature yake ni Mungu. Sasa unaweza kuuliza, je, Mungu ni wawili? Hapana. Mungu ni mmoja aliye baba yake na Yesu. Yaani Mungu ndiye chanzo cha vitu vyote, akiwemo Yesu Kristo. Huyo ni Mungu wa pekee wa kweli. Huyo ndiye Mungu mmoja wa pekee wa kweli, akiwemo nani? Yesu Kristo. Hapo naye amezaliwa na huyo.
Umeelewa? Kwa tunapokuja sasa katika asili, Yesu Kristo ndio anakuwa mwana. Kwa hiyo uungu wake anauchukua kwa baba yake, nature yake anachukua kwa baba yake. Lakini ukisema Mungu wa pekee wa kweli si Yesu. Soma andiko. Inasemaje? Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Ati nani? Tumepewa mtoto mwanamume. Sasa mshindo kuelewa hapo. Huyo mtu aliyetupa mtoto mwanamume ni nani? Maana tumepewa mtoto mwanamume, mtoto amezaliwa. Aliyetupa huyo mtoto ni nani? Soma andiko. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake. Kwa hiyo uwezo wa kifalme utakuwa nini? Begani. Uwezo wa kifalme utakuwa nini? Begani mwake. Naye ataitwa jina lake. Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Mfalme wa amani. Kwa hiyo hapo akasema eti kwamba baba wa milele, maana yake eti ni Mungu Baba. Unaona? Kwa hiyo kwamba je, Yesu anakuwaje baba? Msomaji, hebu nisaidie kwanza Luka 1:30. Luka 1 mstari wa 30. Luka 1:30 anasema, soma hapo kimbia. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, naye jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Ataitwa yeye. Ataitwa mwana wa aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi. Atafanyaje? Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Cha Daudi, ndio maana atatawala milele na milele. Yesu Kristo anakuja kutawala. Na maandiko yalikuwa yanatafsiri kwamba atakuja tamiliki katika ukoo wa Daudi. Sasa akasema akasema kwamba Yesu kwamba kuna mwana wa Daudi, kuna mwana wa Adamu, kuna nani? Mwana wa Daudi ni katika mwili. Hiyo inaeleweka. Pengine ukija baadaye upinge. Mwana wa Daudi ni baada ya kufanyika mwili. Unaona? Na ndio anaitwa pia mwana wa Adamu badala ya kuchukua umbile la kibinadamu. Lakini sasa mwana wa Adamu ni nani? 16:15, 13. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akisemaje? Watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Mwana wa nani? Watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Nasema wakasema wengine unena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nani mwanena mimi kuwa ni nani? Baki dakika 10 naambie. Simon Petro akajibu akasemaje? Wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ikifika tu 10 naambie. Mwana wa Mungu aliye? Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiye Mungu uliyekuja katika mwili. Mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiye Mungu Baba. Mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo Yesu Kristo ni nani? Mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo kuna Mungu na kuna nani? Kuna Yesu. Ambaye ni nani? Mwana wa Mungu aliye hai. Sasa watu wanakuambia ati huyo ndiye aliyekuja akajigeuza. Yesu hakuwa huyo. Ati milima itamoka. Yesu Kristo amekuja. Mungu amekuja kupitia mwanawe. Utimilifu wa Mungu ulikuwa ndani ya mwanawe. Kwa hiyo si eti kwamba Yesu Kristo ndiye huyo baba. Msomaji, nisaidie Waefeso 2:9. Waefeso 2:9. Hivi tazama msomaji, achana na hiyo unanikwamisha. Waefeso 2:9. Anasema wala si kwa matendo. Soma Wakolosai. 2:9. Anza 1:19. Au 2:9. Nataka uone karibu hapo. Soma. Inasemaje? Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo unakaa utimilifu wa nani? Unakaa utimilifu wote wa Mungu. Na ndio maana tunasema ni Mungu kwa sababu Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na Mungu alikuwa anatenda kazi ndani ya mwanawe. Msomaji, nisaidie Luka 11:20. Luka 11:20. Anasemaje? Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu. Natoa kwa ajili yangu mimi. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa nini? Kwa kidole cha Mungu. Kwa Yesu Kristo alikuwa anafanya kile anachofanya kwa kutumia nguvu ya baba yake. Alikuwa anatumia nguvu ya baba yake. Anasema eti Yesu Kristo amepewa vyote, eti Yesu Kristo yuko juu ya vyote. Na akasema eti kwamba alipanda katika mbingu zote za juu. Akauliza eti kwamba ndiye Mungu. Andiko halijasema yeye ndiye Mungu. Wewe hapo ndio umeongeza. Andiko linasema alipanda, si ndio hivyo? Sasa wewe kama ndiye Mungu ni nani? Sasa ngoja tumuulize Yesu Kristo. Kama ndio amepanda na kwa juu yote. Au tumuulize Paulo. Msomaji? Nisaidie Warumi 8:34. Warumi 8:34. Sasa Yesu Kristo tuambiwe kwamba yeye yuko huko. Alafu ndiye Mungu.
Yesu Kristo yuko juu ya yote. Na kwa nini yuko juu ya yote? Amepewa na Baba yake. Soma andiko. Inasema. Inasemaje? Ni nani atakayehukumia adhabu? Endelea. Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam. Zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Nawe yuko mkono wa kuume wa Mungu. Ati nini? Nawe yuko mkono wa kuume wa Mungu. Yupo kwake mwenyewe. Mkono wa kuume. Wewe soma vizuri na Mungu hayupo hapo. Mkono wa kuume. Yuko mwenyewe. Maana sasa amepanda, amepewa nguvu akapanda huko. Juu ya mbingu zote yuko mwenyewe. Tafika mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye anayefanyaje? Anayetuombea. Kwa hiyo Yesu Kristo anatuombea. Sasa waje watuambie anatuombea kwa nani? Huyo Yesu Kristo ndiye anayetuombea. Mje mtuambie huyo Yesu Kristo anatuombea kwa nani? Au anajiombea mwenyewe? Au anajiombea? Mje mtuambie. Msomaji kwenye 9:6 si walisema Yesu Kristo ni baba wa milele? Hata na sisi tunakubali. Nisaidie Waebrania 2:6. Waebrania 2 na mstari wa 6 inasema Yesu Kristo ni baba wa milele. Hata mimi nakubali. Kwa nini? Kwa sababu Adam kama Adam ndiye aliyekuwa baba yetu, lakini Adam baada ya kutenda dhambi ile sifa kakosa. Alipokosa sasa lazima aje baba ambaye hafi, ambaye hatendi kosa na ni baba wa milele. Tuko naye, yeye ndiye atakayetuchunga. Tuko naye mpaka atatufikisha kwa Mungu Baba. Baada ya kutufikisha kwa Mungu Baba, Yesu Kristo anatiishwa. Soma andiko. Waebrania 2:6 inasemaje? Mwanadamu ni nini? Hata mkumbuke. Ama mwanadamu wa mwana wa binadamu hata mwangalie. Umemfanya mdogo punde kuliko malaika. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. Kwa maana katika kuweka vitu vyote chini ya yake haukusaza kitu. Kwa hiyo alipomweka vitu vyote chini ya mwanadamu hakufanyaje? Hakusaza kitu. Hakusaza nini? Kitu. Kwa hiyo Mungu alipoumba akaviweka vitu chini yetu na hakusaza kitu. Maana alipomuumba Adamu alisema Adam avimiliki vyote na vitawale. Endelea na andiko. Inasema hakusaza kitu kisichowekwa chini yake. Lakini sasa baada hamjaona vitu vyote kutiwa chini yake. Lakini hatuoni vitu vyote vikitiishwa chini yake. Endelea. Ila tunaona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika. Kuna aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika. Endelea. Yesu. Nani? Yesu. Nani? Yesu. Kwa hiyo kuna aliyefanywa kuwa mdogo kama malaika. Sio alijifanya. Aliyefanywa kuwa mdogo kama malaika. Endelea. Kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima. Amevikwa taji ya utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa kuwa ilimpasa yeye. Rudia tena. Kwa kuwa ilimpasa yeye. Rudia tena. Kwa kuwa ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo. Akileta wana wengi waufikirie utukufu kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao. Kiongozi mkuu wa wokovu wao. Kwa Yesu Kristo ni kiongozi wa nini? Wa wokovu. Kwa njia ya mateso. Kwa njia nini? Ya mateso. Maana yeye atakasaye na hao wanaotakaswa pia. Yesu Kristo anatakasa. Kwa hiyo yeye atakasaye na wanaotakaswa pia. Endelea. Watoka kwa mmoja. Ati nini? Watoka kwa mmoja. Kwa hiyo anayetakasa wanatoka kwa nani? Watoka kwa mmoja. Ambao ni Yesu Kristo anatakasa na sisi tunatakaswa. Tunatoka kwa nani? Kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake. Kwa hiyo Yesu Kristo haoni haya kutufanyaje? Kutuita ndugu zake. Endelea, bado hujamaliza. Akasemaje? Nitaihubiri jina lako kwa ndugu zangu katikati ya kanisa. Atalihubiri jina lake Mungu kwa nani? Kwa ndugu zangu. Kwa ndugu zake. Maana mtakuja hapa ati jina ni mamlaka, tutaona. Endelea. Katikati ya kanisa nitaikumbuka sifa na tena nitakuwa nimtumaini yeye. Na tena tazama mimi niko hapa. Ati nini? Mimi niko hapa. Ati nini? Mimi niko hapa. Na watoto niliopewa na Mungu. Kwa Yesu Kristo ni baba wa milele kwa sababu amepewa watoto na Mungu. Hiyo iko hivyo. Yesu Kristo ni baba kwa sababu amepewa watoto na nani? Na Mungu. Amepewa watoto na Mungu. 17:1 Yohana. 17:1 Yohana. Yesu Kristo ni baba kwa sababu amepewa watoto na Mungu. Iko hivyo. Kwa hiyo kuna Mungu aliyempa watoto Yesu. Pengine ukija upinge ile andiko au ulifute. Soma andiko. Maneno haya aliyosema Yesu, akainua macho yake akisemaje? Kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Umtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Ati nini? Juu ya wote wenye mwili. Kwa hiyo akisema toa nini?
baba kwa sababu amepewa watoto na baba yake. Hiyo nadhani iko sawa. Msomaji akasema Mungu Yesu Kristo yuko juu ya vyote. Yesu Kristo yuko juu ya vyote, kwa hiyo ndiye Mungu Baba. Maandiko yanasema yuko juu ya vyote. Hebu soma 28:18. 28:18. Yohana Mathayo 28:18, changamka. 28:18. Anasemaje? Yesu akaja kwao akasema nao akawaambiaje? Nimepewa mamlaka yote. Ati nini? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi amepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Na duniani. 3:35. Yohana 3:35. Yohana soma hapo. 3:35 anasemaje? Anasema Baba ampenda Mwana, naye amempa vyote mkononi mwake. Ati nini? Baba ampenda Mwana, naye amefanyaje? Amempa vyote mkononi mwake. Haya, unaona sasa? Hebu nisaidie 3:15 kutoka. 3:15 kutoka. Baba amempenda Mwana, amempa vyote. Kwa Yesu Kristo amepewa mamlaka yote. Sasa shida nyie mnataka kumtoa aliyempa mamlaka, aliyepewa mamlaka ndiye mmesema ndiye. Unaona shida? Hebu soma andiko hilo. Inasemaje? Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya. Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa baba zetu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Amefanyaje? Amenituma kwenu. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Si ndio Mungu Musa anaambiwa kwamba awaambie wana wa Israeli amenituma kwetu? Kabisa. 3:13 Matendo. 3:13 Matendo anasemaje? Anasema Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa baba zetu amemtukuza mtumishi wake Yesu. Kwa Yesu ni mtumishi wa nani? Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Swali, waje watuambie. Huyo Mungu aliye mtumishi wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ni nani? Maana Yesu Kristo ni mtumishi wa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mje mtuambie huyo ni nani? Kwa hiyo sisi tunafundisha kwamba Mungu ni baba yake na Yesu. Mungu ni baba yake na Yesu. Hebu nisaidie 8:54 Yohana. Mungu ni baba yake na Yesu. Sasa ukisema baba ni chanzo, tunakubali, tutakwambia Mungu ni chanzo chake na Yesu. Yaani alikotoka Yesu chanzo chake, huyo ndiye Mungu wa Biblia tunayemwamini sisi. Soma andiko. Yesu akajibu akasemaje? Nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzeni baba yangu. Ati nini? Anitukuzeni baba yangu ambaye ninyi wanena kuwa ni Mungu wenu. Wanena kuwa ni nani? Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu wetu ni nani? Baba yake Yesu. Mungu wetu ni nani? Baba yake Yesu. Kwa hiyo Mungu ni baba yake na Yesu. Mungu ni baba yake na Yesu. Sasa maana unaweza kusema hata shetani ni baba. Sasa kama baba yake na Yesu ni shetani, uje useme. Unaweza kusema kwamba hata shetani naye ni baba. Uje useme sasa kama hata baba yake na Yesu ni shetani. Tutakubali. Kwa hiyo Mungu wa Biblia ni baba yake na Yesu. Hoja niliacha, mje mtuambie kwamba huyo Mungu aliyekuwa Mungu wa mitume ambaye amemtukuza mtumishi wake Yesu, Mungu wa manabii, aliyemtukuza mtumishi wake Yesu ni nani? Kama ni Yesu huyo. Unaona? Na tumeona kwamba Yesu Kristo amekuja kwa mamlaka ya baba yake. Kwa nini? Kwa sababu alichokuwa nakifanya alikuwa nakifanya chini ya baba yake. Yeye anasema na hukumu kama nisikiavyo. Na hukumu kama nisikiavyo. Kwa hiyo Yesu Kristo tunakubali ni Mungu, ila kwa sababu ni mwana wa Mungu, Mungu amemtukuza na uungu wake wa Mungu ulikuwa ndani ya Kristo, maana alimpa, hakumpimia. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Lakini ukisema kwamba Mungu wa pekee wa kweli si Yesu, si Yesu, na hilo lazima tuliseme. Wewe Waebrania 1:1 soma hapo. Nasemaje? Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika Mwana. Amesema na sisi katika nini? Katika Mwana. Kwa hiyo mje mtuambie huyo mwana ni nani ambaye Mungu anasema nasi sasa hivi, na huyo Mungu aliyekuwa ananena na manabii ni nani? Huyo Mungu ambaye alikuwa ananena na manabii zamani na ambaye ananena sasa hivi na Yesu kupitia mwana, na mwana ni Yesu Kristo. Huyo Mungu ni nani? Msomaji 20:17 Yohana. 20:17 Yohana. Alinasema soma. Mlisikia kwamba naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda,
msomaji. 20:17 uwe makini. Yohana. Yesu akamwambia, wewe usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Mje mtuambie huyo Mungu wa Yesu ambaye ni Mungu wetu pia ni nani? Huyo Mungu wa Yesu ambaye ni Mungu wetu sisi ni nani? Maana mtasema hana utukufu, alikuwa ni yule mkitumia Yohana ile Isaya 42. Ile 42 inaongelea masanamu. Haiongelei habari za utukufu wa Mungu na mwanawe. Mungu hakuna anayelingana naye. Mungu anaposema sitampa utukufu mwingine, haimaanishi kwamba anaongelea hakuna aliyerefu naye moja sawa. Hawalingani na mtu yeyote. Ndio maana nasema hawezi, hakuna wa kufanana naye. Kwa nini? Kwa sababu hakuna ambaye analingana naye. Unaona? Lakini Mungu kama Mungu ana wanawe ambaye nani? Yesu Kristo mwanawe. Ana mwanawe Yesu Kristo. Na sisi ni mwanawe kwa sababu tunamwamini Yesu Kristo. Ushasema tumeokolewa kwa neno, tumekuona wa Mungu kwa neno. Unaona? Kwa hiyo sasa ana mwanawe. Kwa hakuna mtu anayelingana na Mungu. Hata Yesu Kristo halingani na Mungu. Maana anasema Baba ni mkuu kuliko mimi. Kwa vyote chanzo vinatoka kwa huyo Mungu. Sasa ukija kusema Yesu ni Mungu, si Mungu au kitu gani, bado yuko chini ya huyo aliye baba yake. Kwa Mungu wa pekee wa kweli ni baba yake na Yesu. Ukisema Yesu ndiye Mungu mwenyewe, hakuna andiko litakalotetea hadi kwamba Yesu ndiye Mungu mwenyewe. Hebu jaribu kuchanganya maandiko. Ukichanganya hivyo utapata. Lakini kwa maandiko yaliyonyoka, hakuna sehemu hata Yesu alisema ati mimi ndiye Mungu wa pekee. Ile alikuwa anasema baba yenu aliyeko mbinguni. Tena anasema msimuite baba duniani. Hebu nisaidie 23:9. Mathayo 23:9. Anasema msimuite mtu aliye baba yenu, maana baba yenu yuko juu mbinguni. Sasa uje utuambie huyo baba yetu aliyeko mbinguni ambaye Yesu Kristo anamsema ni nani? Soma andiko. Wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Sasa ukisema ni Yesu baba ni chanzo, wala msikiite chanzo kingine duniani, kwa sababu chanzo chenu ni kimoja, kipo mbinguni. Tutakubali. Kwa hiyo iko hivyo. Mungu wa Biblia ni baba yake na Yesu. Kuhusu jina acha niweke kiporo. Uje tutajadili baadaye. Maana hata hiyo Yesu imetolewa kwenye lugha za kigeni. Yesu kuna Jesus, kuna Yesu, kuna Yeshua Masihi. Kwa hiyo ukija kusema eti kwamba eti Mungu, eti jina la Yesu ni Mungu, jina la Mungu ni Yesu, si hilo. Yesu Kristo anaitwa Yeshua Masihi. Sio hiyo tunaita Yesu Kristo. Wazungu wanaita Jesus. Kwa hiyo ukija kwa kigezo hicho, ati ni jina lipi lile alilompa? Jina akumpa Yesu. Alikuwa anaitwa Yeshua Masihi. Kwa hiyo mimi nitaishia hapo, labda tuwasikilize kama wanahoja zingine. Tutaendelea kuna nini? Kwa hiyo mmoja mtufundishe, maana mnatuletea nuru. Pengine mwanadamu na nuru mpya na njema sana ikatusaidia. Kwa hiyo sisi tuko kwa ajili ya kuwasikiliza, mtufundishe. Lakini maandiko yanasema Mungu ni baba yake na Yesu. Jina lake si Yesu. Majina naitwa Method Emmanuel, ni mwinjilisti tu mdogo katika kanisa la SDA Church. Ni mwinjilisti mdogo ambaye nimepokea nuru hivi punde na mimi najaribu kuitangaza. Mimi si maarufu sana na ndani ni watu ndio wananiona. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Asante sana Mwalimu Method kwa dakika 30 safi kabisa. Huyu ni Mwalimu Method kutoka SDA Reformed Church. Mwenyewe amejitambulisha, amesema ni mwinjilisti mdogo. Kwa hiyo nataka nitumie tena dakika 30 zingine nimkaribishe mwalimu kutoka kanisa la Yesu Kristo. Aje hapa kwa dakika 20, aje aniambie je, Yesu ndiye Mungu mkuu? Nafikiri watazamaji wetu tunafuatana vizuri kabisa. Kwa hiyo karibuni sana, na kama najiunga sasa, basi tupo na mada yetu, je, Yesu ndiye Mungu mkuu? Kwa hiyo karibuni sana, dakika 20 kuanzia sasa. Haya, tunashukuru sana. Kwanza upande yetu tunapongeza sana mwalimu ambaye ametoka hapa, kwa vile ameendelea kujieleza. Ila mwalimu wangu, nisomee
22 ya Mathayo 30. Cha Mathayo 22:30. Imesemaje? Maandiko yanasema, kwa maana katika kiyama. Rudia 30, rudia 25. Ile tu 20, ile tu 22, 29, 28. Anzia hapo. Basi katika kiyama atakuwa mke wa yupi katika wale 7? Malivia. Maana wote walikuwa naye. Yesu akajibu akawaambia, mwapotea. Kwanza munapotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uweza wa nani? Wa Mungu. Amene. Amina. Na hiki ndicho ninachoelewa kwamba ndugu zetu kimewafanya wafikirie kupotea. Lakini acha nijibu hoja 2 wala 3 ambazo aliacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na amesema kwamba Mungu aliyesema na baba zetu huko zamani kwa njia nini? Mbalimbali. Leo amesema na sisi kupitia nani? Mwana. Hoja kaata, yule Mungu aliyesema na sisi na baba zetu zamani alikuwa nani ili leo aseme kupitia mwanaye? Nadhani ni hivyo kabisa. Kamata kitabu cha Petro 1:9. Kitabu cha Petro wa kwanza 1:9. Imesemaje? Petro wa kwanza 1:9. Tusome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Barikiwa. Katika kupokea mwisho wa imani yetu. Ndio. Yaani wokovu wa roho zetu. Katika wokovu huo. Katika wokovu ule. Manabii walitafuta. Twende. Na kuchunguza. Ambao walitabiri habari za neema. Itakayowafikia nini? Twende kabisa. Wakatafuta. Ni wakati upi? Na wakati wa namna gani? Twende. Na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kumbe kwanza tunapata kuelewa kama aliyekuwa ndani ya manabii alikuwa ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa hiyo huyo Yesu Kristo aliyekuwa ndani ya manabii ni yeye alikuwa tena nasema kwa hii wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Au aje aseme kwamba Petro alisema uongo kwamba si Roho wa Yesu alikuwa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tatizo lingine ni lile ambalo Yesu alisema kwamba watu huchunguza maandiko wakizani ndani mna uzima, wanakataa yeye aliye na nini? Na uzima. Kwa kitabu cha Isaya rudia hapo ndugu yangu. Katika kitabu cha Isaya. Ngapi yake? Kamata ile 43. Kamata ile 9 yake, ile 10 yake. 43 10 yake. Imesemaje? Ninyi ni mashahidi wangu. Nyinyi ni mashahidi wangu. Anasema Bwana. Na mtumishi niliyemchagua. Malizia. Mupate kujua. Na kuniamini. Na kufahamu ya kuwa mimi ndiye kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yeyote wala baada yangu mimi. Alafu wao wanasema Yesu ni Mungu kwa sababu alizaliwa na nani? Kwa andiko gani linasema Yesu ni Mungu kwa sababu alizaliwa na Mungu? Walete tu andiko moja linalosema Yesu ni Mungu kwa sababu alizaliwa na nani? Na Mungu. Andiko linasema la Isaya kwamba Mungu ambaye aliumba kabla yake hakukuwa nani? Mungu, na baada yake hakuna nani? Mungu. Kwa hiyo yeye anasema Yesu ni Mungu kwa sababu alizaliwa na nani? Hii maana na mie ni Mungu kwa sababu nilizaliwa na nani? Sivyo basi? Kabisa. Amen. Na ikiwa mimi ni Mungu, tuulize, je, maandiko yanashuhudia kwamba Yesu aliabudiwa? Kama Yesu aliabudiwa, je, na wote kuyo niabudu mimi? Hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu Yesu yeye amefanya nini? Ameabudiwa. Lakini, je, rudia kwa kitabu cha Isaya, Kutoka. Katika kitabu cha Kutoka. Kamata 28 yake. Katika kitabu cha 28 yake.
rudia kwa 21:1-5. Kitabu cha Kutoka. Imesemaje? Mungu akanena maneno yote akasema, mimi ni Bwana Mungu. Ndio. Niliyekutoa katika nchi ya Misri. Twende. Katika nyumba ya utumwa. Twende. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila nani? Ila mimi. Twende. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Malizia. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Wala kilicho chini duniani. Ndio. Wala kilicho chini ya dunia. Usivisujudie. Usivisujudie. Wala kuvitumikia. Simama. Haleluya. Yesu anasema usifanye nini? Mungu anasema kwa Musa kwamba usiwe na miungu mingine ila nani? Ila mimi. Usivitumikie wala kuvifanya nini? Kuvishujudia. Swali, Yesu anashujudiwa wala hasujudiwi? Anasujudiwa. Haleluya. Amina. Kama Mungu anakatala, hakuna Mungu mwingine mwenye aliumbwa baada yake, wala hakuna matakuwa kabla yake. Na swali, Yesu anaabudiwa haabudiwe? Kamata kitabu cha Luka. Katika kitabu cha Luka 24. Kamata 33. 24:33. Anzia 32. Katika Luka. Luka 24. Anzia 51 samani. 51. Imesemaje? Biblia inasema, mkao katika kuwabariki, alijitenga nao. Twende. Akachukuliwa tu mbinguni. Ndio. Wakamwabudu. Wakafanya nini? Wakamwabudu. Wakafanya nini? Wakamwabudu. Mungu anasema waabudu mwingine wala anakataa. Waabudu yeye peke yake. Mungu anasema wamwabudu yeye peke yake. Yesu amefanya nini? Ameabudiwa. Yesu amefanya nini? Ameabudiwa. Na Mungu anasema waabudu yeye peke yake. Swali lirudia hapa. Kama wamemwabudu Yesu, hii andiko ambayo Mungu alimwambia Isaya, alimwambia Musa, ni ya uongo, kwa kuwa Mungu amesema kwamba hakuna mwingine mwabudu ila nani? Mimi. Yesu amefanya nini? Ameabudiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kinachonishangaza, ndugu anakuja hapa na kusema Bwana, tukisema chanzo maana yake, tukisema Mungu Baba maana yake chanzo. Sinadhani ni hivyo. Au akasema kwamba sisi ni chanzo, Yesu anaitwa Baba sababu sisi ni chanzo kwake. Sasa ule mwingine Mungu ambaye unasema yeye iko, yeye ni nani sasa kwetu? Kwa kweli hakutuanzilisha. Mwalituanzilisha ni nani? Maana Yesu ndio nani? Mungu wetu. Maana ndio nani? Chanzo chetu. Moja ya Yohana. Katika moja. Sikiliza hiki. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwapo Mungu. Neno. Hapo mwanzo kulikuwapo Mungu. Neno. Twende na tulisema Mungu ni kila kinachoabudiwa ndicho kinaitwa nani? Mungu. Kwa hiyo tuliona mataifa walikuwa na Mungu na waliitwa majina. Sinadhani hivyo. Hapo mwanzo kulikuwako nini? Neno. Hapana, hapo mwanzo palikuwapo Mungu. Kwa kitabu cha Yohana anasema hapo mwanzo palikuwako nini? Neno. Neno. Hapo mwanzo palikuwako nini? Neno. Soma vizuri. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Twende. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno. Twende. Alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo. Malizia. Vitu vyote vikafanyika kwa huyo. Vikafanyika kwa nini? Kwa huyo. Vitu vyote viliumbwa kwa nini? Kwa huyo. Rudia kwa kitabu kile cha pale, anzia kamata 10 yake hapa. Inasema alikuwapo ulimwenguni. Alikuwapo ulimwenguni. Hata kwa ulimwengu ulipata kuwako. Yeye ndio alifanya nini? Ulimwengu. Wala ulimwengu haukumtambua. Mwenye alifanya ulimwengu ni nani? Ni neno. Sinadhani ni vile. Mwenye aliumba vitu vyote kusudi vikuwe ni nani? Neno. Ni nani? Neno. Rudia kwa kitabu cha Ufunuo 4:10 yake pale. 4:10. Kitabu cha Ufunuo. Changamka mbio. Biblia inasema katika ile 10. Ndipo wazee 28 wakaruka mbele zake aketie juu ya kile kiti cha enzi. Malizia. Nao humshuhudia yeye hata milele na milele. Soma vizuri. Nao uzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi wakisema, umestahili wewe. Umestahili wewe. Bwana wetu na Mungu wetu.
wetu kupokea utukufu. Simama. Kama wenye uhai wanasema unastahili kupokea. Wamemupa nani? Mungu nini? Swali, wale ambao wamesema Mungu anastahili kupokea, wale ndio wakubwa kuliko Mungu? Sababu wanasema unastahili kufanya nini? Kupokea. Kwa hiyo wakisema kwamba Yesu anasema nimepokea mamlaka yote mbinguni na nini, wanasema make kuko mkubwa kuliko yule mwenye alifanya nini? Alipokea. Wenye uhai wanasema unastahili kufanya nini? Kupokea. Maana yake hana, ila amefanya nini? Amepewa. Kwa hiyo sasa yeye kwa mantiki yake anaelewa kama wale wanaompatia utukufu ni wakubwa kuliko yeye anayepewa nini? Yaani hii ni neno Yesu anasema munapotea kwa kutojua nini? Maandiko wala uwezo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Malizia. Inashuhudia na kusema vitu vyote. Rudia vizuri. Umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu. Malizia. Kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe. Na tuliona mwenye aliumba vitu vyote ni nani? Waliumba vitu vyote ni nani? Na mwenye anastahili kupokea utukufu na heshima na uwezo ni nani? Ni Mungu. Haleluya. Mwenye aliumba vitu. Kwa hiyo waje hapa watuambie ule Mungu Baba ni nani? Nadhani ni hivyo kabisa. Ili sasa niendelee vizuri sababu ya wakati wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Rudia kwa kitabu cha Mathayo. Hapo walisoma kitabu cha 11:27. Changamka mbio. 27. Changamka muda wangu. Kitabu cha Mathayo. Biblia inasema twende 11:27 yake. Twende. Akasema nimekabidhiwa vyote na baba yangu. Wala hakuna ajuaye mwana ila baba. Hakuna ajuaye baba. Wona kujaje kusema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu wakati Yesu anasema hakuna mwanaweza jua baba ila nani? Mwana. Na hakuna mwanaweza jua mwana ila nani? Ila baba. Kwa hiyo Yesu anakatala hamwezi jua baba mpaka mwana, na hamwezi jua mwana mpaka nani? Baba. Malizia kwa Yohana 8:19. Changamka muda wangu. 8:19. Changamka muda wangu. Inasemaje? Biblia inasema hivi katika 8:19. Imesemaje? Basi wakamwambia yuko wapi baba yako? Kwa hiyo hii roho ya kifarisayo walikuwa nauliza Yesu, yuko wapi nani? Baba yako? Yesu akajibu mimi hamunijui. Kwanza hamumjui Yesu kwa sababu simama, mulikataa kwamba katika kitabu cha Isaya alichosema kwamba atakayezaliwa ni nani? Ni baba, tena wa nini? Wa milele. Au wao wakasema Yesu ni baba kwa sababu tumetokana na nani? Na Yesu. Nikaswali, ule mwingine baba kazi yake ni gani? Ule baba mwenye mko nasema hakuumba, ule baba mwenye mko nasema hakuzaa, sasa kazi yake ni gani? Na wala mjamtaja yeye ni nani, jina lake ni nani? Hamna. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisema kuhusu jina Yesu kwamba Yesu sisi tunamwita Yesu kule aliitwa Yoshua, na Mungu nayo mwingine lugha nayo iko na namna yake. Sinadhani hivyo. Kwa hiyo na Mungu naye ni namna yake mwingine jina. Wafaransa wanamuita Dieu. Nadhani ni hivyo. Waingereza wanamuita nani? God. Nadhani ni hivyo. Na wengine wanamuita kunamna hao. Sasa kumbe na Mungu nao sio jina, ila jina pekee ni jina mwala nani? La Yesu Kristo. Malizia hiyo andiko ndugu. Inasema basi wakamwambia yuko wapi baba yako? Yuko wapi baba yako? Yesu akajibu mimi hamunijui wala baba yangu hamumjui. Kumbe kusudi mujue baba mulitakiwa mujue kwanza nani? Yesu. Kama mungalinijua mimi mungalijua na baba yangu. Simama, rudia 14, kamata 5 yake. Changamuka sababu ninabakia minute. Kitabu cha Yohane. Biblia inasema ndio. Tomaso akamwambia Bwana, sisi hatujui nako. Twende. Nasi twaitwaje njia? Muda mbio. Yesu akamwambia, akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia mimi. Kama mngalinijua mimi
anamfunuliaka nani? Baba. Yesu akasema tangu sasa mnamjua, tena mnafanya nini? Na acha hoja. Yule aliyejulikana na kuonekana na wanafunzi kwa mujibu wa Yesu anaitwa nani? Kwa mujibu wa Yesu anaitwa Baba. Kwa hiyo hakuna andiko mtasema Mungu Baba ni Mungu mkubwa. Sisi tunaleta andiko linalosema Yesu ndiye Mungu gani? Mkubwa. Kamata kitabu cha Tito. Katika kitabu cha Tito 2:13. Changamka mbio mdangu. Mada yetu, wasikilizaji na wanaotufuata, mada yetu, je, Yesu ndiye Mungu mkubwa? Nadhani ni hivyo kabisa. Sasa tusikilize. Kisha wao watuletee mwingine Mungu mkubwa ni nani? Malizia. Tukitazamia tumaini lenye baraka. Malizia. Na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo. Mungu mkuu. Yesu Kristo nani? Mungu mkuu. Yesu Kristo nani? Mungu. Yesu Kristo nani? Mungu. Mada yetu inasema nini? Je, Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu? Maandiko yanatuonesha Yesu Kristo ni nani? Mungu mkuu. Swali kuja hapa, watuambie Mungu mkuu ni nani? Sisi tumetosha, andiko linasema Yesu ni Mungu mkuu. Walete andiko inayosema Mungu mkubwa ni mwingine kinyume ya nani? Ya Yesu. Isipokuwa watakuwa wako nazunguluka kupita kwa maandiko kusema oh, Yesu ni mwana wa Mungu. Oh, Yesu ni nani? Maandiko yanasema mnapotea kwa kutojua nini? Maandiko wala uwezo wa nani? Wa Mungu. Paulo anasema Yesu ni nani? Mungu mkuu. Au mkuje mkanushe mkate ile andiko. Hawalete andiko inasema Baba ndiye Mungu mkuu. Walete tu andiko moja inasema tu kama kuna Mungu mkuu zaidi ya Yesu. Andiko hii moja. Walete andiko. Tulishaona andiko kama Yesu ndiye Baba. Haleluya. Kwa kuwa alisema hakuna mwanaweza jua Baba ila Mwana na hakuna mwanaweza jua Mwana ila nani? Baba. Wayahudi wanasema utuonyeshe Baba. Yesu anabambia hamwezi jua Baba. Kwa sababu gani? Mie hamunijue na Baba hamufanye nini? Hamumujue. Yesu anaambia mitume yake kama nyie mulishaona nani? Baba, na munajua nani? Baba. Kwa hiyo tunapata andiko Yesu ni Mungu mkuu. Yesu ni Mungu mkuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Rudia kwa andiko ya Yohana nimalizie pale. Katika kitabu cha Yohana. Waraka wa kwanza. Ndio. Waraka wa kwanza. Changamka mda wangu. Ngapi yake mwalimu? Kamata 5. 5. 20. 5:20. Biblia inasema twende kabisa. Nasi tuwajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Twende. Na ametupa akili kwamba tumjue yaliyo wa kweli. Kwanza tunatakiwa kujua Mungu wa kweli, na tukusudi tumjue tunatakiwa tuwe na nini? Na akili. Na ametupa akili. Twende. Kwamba tumjue yeye aliyo wa kweli. Kwamba tumjue yeye aliyo wa kweli. Yesu alisema mimi ndimi njia na nini? Kweli. Na nini? Sasa mwenye anatupatia akili tujue wa kweli. Twende ni nani? Nasi tumo ndani yake. Twende. Yeye aliyo wa kweli. Kumbe tunekala ndani yake aliye wa nini? Wa kweli. Na tunatakiwa kujua Mungu wa nini? Wa kweli. Malizia. Yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Na nini? Na uzima. Kumbe Mungu wa kweli na uzima ni Yesu Kristo. Kwa hiyo kupitia andiko ya Tito inasema kwamba nasi tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo Mungu mkuu. Na acha hoja hapa, waje watuambie andiko moja iseme Mungu Baba ndiye Mungu mkuu. Andiko linakuja linasema Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu. Andiko linakuja kwamba Yesu Kristo ndiye Baba tena wa nini? Wa milele. Na andiko linasema Yesu ni Mungu mkuu. Andiko moja lituambie Baba ndiye Mungu mkuu. Andiko moja. Kama andiko tunalotoa kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu. Na mada yetu, wasikilizaji na wanaotufuata kwenye mitandao, je, Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu? Tunapata andiko linasema Yesu Kristo ni nani? Ni Mungu mkuu na uzima milele. Kwa mwisho, Bwana Yesu asifiwe sana. Na malizia hapa kwa dakika yangu moja. Maandiko yanaonyesha kwamba ule aliyekuja katika mwili ndiye aliye juu ya mambo yote. Tena enjo Mungu akuimidiwa nini? Milele. Na malizia andiko ya mwisho sababu dakika yangu moja inamalizika. Tito 1:7.
Tito na samani kamata Wafilipi 2:7 samani. Katika kitabu cha Wafilipi 2:7 malizia mda. Biblia inashuhudia na kusema hivi. Bali alijifanya kuwa na utukufu. Kumbe aliyejifanya hata hana utukufu alikuwa na nini? Na utukufu. Bali akajifanya hana nini? Bali alijifanya hana nini? Hana utukufu. Kwa hiyo ndugu zetu, tatizo lao ni wakati wanasoma maandiko wakizani ndani muna uzima, wanakatala kuja kwa Yesu aliye na nini? Na uzima. Ila maandiko yanamshuhudia nani? Yesu. Na alipomshuhudia Yesu, Paulo akasema Yesu ndiye Mungu mkuu. Asante, mbarikiwe sana. Amen. Tunashukuru sana Mwalimu Theophile. Tunashukuru sana. Ni dakika 20 hizo katika mada yetu ya je, Yesu ndiye Mungu mkuu. Nafikiri mada ambayo imekuwa ya moto sana, lakini tunashukuru kwamba wote tunatumia Biblia na Biblia lazima itueleze. Tumeona linatolewa andiko hapa la Tito 2:13. Nimelipenda sana. Tuendelee kufuatilia, tutaona kama litajibiwa halitajibiwa. Ngoja tuendelee. Karibu sana kwa dakika 20 zingine. Mwalimu kutoka SDA Reformed Church, hawa ni watu wanaoshika Sabato siku ya 7. Tunao vile vile wale wa siku ya Jumapili, hawa ni walimu wa kanisa la Yesu Kristo, huyo mwalimu aliyetoka. Kwa hiyo karibu sana mwalimu, dakika 20. Asante sana. Nataka kutumia muda pengine hata upande mtoa. Sawa, tumeona kwamba ameleta hoja. Mwanzoni sisi tumefundisha kwamba Mungu ni baba yake na Yesu. Akasema kwamba tumeona kwamba tumefundisha kwamba Mungu ni baba yake na Yesu. Itabidi mnahesabia huko sasa. Hebu njoo seti halafu unahesabia huko. Hapa chini. Kwa nguvu. Hivi. Haya, simlizi muda wangu. Okay. Unaona? Tumefundisha kwamba Mungu ni baba yake na Yesu. Unaona? Sasa akatoa Waebrania, amemalizia Waebrania 1:7 na mwiba unapoingilia hapo ndipo unapotakiwa utokee hapo. Hebu soma hiyo Waebrania 1:7. Maana sisi hatukusema Yesu hana utukufu. Maandiko yanasema alijifanya hana utukufu. Unaona? Lakini sisi tulikuwa tulishakusomea 17:5 Yohana kwamba kwa ule utukufu niliokuwa pamoja nawe. Maana yake alikuwa na utukufu. Lakini wewe unataka kutuwekelea maneno ati kwamba sisi tumesema hana utukufu, na andiko tulikusomea na utukufu. Soma andiko. Waebrania 1:7. Soma. Na kwa habari za malaika asema, afanyeni malaika wake kuwa pepo. Ile ya Waebrania 1:7. Andiko alimaliza kutoa baada mwisho hapa. Okay, Wafilipi 1:7. Okay, sawa. 2:7 kimbia. Filipi 2:7 anasema bali alijifanya kuwa hana utukufu. Sasa hiyo ndugu yangu, hilo andiko hata lisijasaidia. Kwa nini? Kwa sababu sisi tulikuwa tunashasoma 17:5 ya kwamba unitukuze mimi. Umeona? Kama alivyokuwa na utukufu wake zamani kabla misingi ya ulimwengu kuwako. Unaona? Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa na utukufu. Akauliza swali sasa, je, Yesu Kristo ni mwana wa Mungu? Kwamba Yesu Kristo anaabudiwa na sisi tunaabudiwa. Unaona? Yesu Kristo akauliza pia, Yesu Kristo anaabudiwa? Akasema anaabudiwa, maana yake ndiye Mungu. Msomaji, Waebrania 1:6. Nasema Waebrania 1:6, soma. Hata tena ametaka mzaliwa wa kwanza ulimwenguni. Asema na wamsujudu malaika wote. Kwa hiyo Mungu aliruhusu hata malaika wamsujudu. Mungu mwenyewe ndiye aliyeruhusu hata malaika wafanyaje? Wamsujudu. Kwa hiyo Yesu Kristo anasujudiwa kwa mamlaka ya baba yake, na ndio maana tumesema kwamba Mungu alimfanya Yesu kuwa Bwana na Kristo. Sasa akaja akasema Yohana 1:1. Akaongea kuhusu Yohana 1:1. Akasema mwanzo alikuwepo Mungu, neno alikuwa kwa Mungu, naye neno ni Mungu. Lakini ameshinda kujua kwamba neno alikuwa kwa Mungu. Sasa ungekuja ukatuambia huyo neno ambaye ni Mungu alikuwa kwa Mungu yupi?
Yaani nitakutuambia kwamba huyo neno si ni Yesu ambaye alikuwa kwa Mungu. Alikuwa kwa Mungu yupi? Ndio maana nimesema Yesu Kristo ni Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu. Yesu Kristo ni neno. Alikuwa kwa Mungu ambaye ni baba yake. Kwa hiyo iko hivyo. Akaja akatoa Ufunuo ile 4. Hebu isome. Ufunuo 4. Soma. Ufunuo 4:10-11. Soma. Ndipo wazee 24 waanguka mbele zake yeye aketiye katika kile kiti cha enzi, na hao wamsujudu yeye aliye hai hata milele na milele, na uzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi wakisema, umestahili wewe Bwana Mungu wetu. Sasa huyo ni Mungu, sio Yesu. Huyo anayeongelewa hapo ni Mungu, sio Yesu. Hebu nisaidie 5:1. Anasemaje? Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliye katika kile kiti cha enzi. Kimbia. Kitabu kilichoandikwa mbele na nyuma. Kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu. Ni nani asiyeweza kukifungua kitabu hiki na kuzivunja muhuri zake 7? Wala hapakuonekana mtu mbinguni, wala juu ya nchi, wala chini ya nchi, hawezaye kufungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu asiyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmoja wapo wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye aliyeshinda apate kukifungua kitabu kile na kuzivunja muhuri zake 7. Kwa hiyo kuna anayestahili simba wa kabila la Yuda. Endelea. Na nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, katikati ya wale wazee, mwana kondoo. Ati nani? Mwana kondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ndizo roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu. Akafanyaje? Akakitoa katika kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliye juu. Kwa hiyo Mungu alikuwa amekaa katika kiti cha enzi. Ukisoma 4:2 Ufunuo, ambapo tunaona aliye mfano wa mwanadamu. Malaika anapopiga kelele, ni nani awezaye kuvunja hivi mihuri? Inaonekana hakuna aliyeweza kukifungua hicho kitabu. Aliye simba leo kabila la Yuda ndiyo anaenda anakichukua kitabu kwa nani? Kwa baba yake. Sasa soma mstari wa 9. Soma 9 hapo. Nao waimba wimbo mpya wakisemaje? Wastahili wewe ukitoa hicho kitabu na kuzivunja muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Kwa hiyo subiri. Kwa hiyo tunaona kuna aliyeketi katika kiti cha enzi. Sasa ungetuambia wewe aliyeketi ni nani? Akisema Yesu. Angetuambia ni nani? Wakati na huyu mwana kondoo ni nani? Hebu 1:29 Yohana. 1:29 mstari wa Yohana. Tunaona kuna aliyeketi katika kiti cha enzi na mwana kondoo anakwenda kuchukua nini? Kile kitabu kifungue, kwa sababu yeye ndiye alichinjwa, akamnunulia Mungu watu kwa damu yake. Sasa aliyechinjwa ni nani? Aliyekufa ni nani? Au Yesu hakufa? Soma andiko. Siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja kwake. Akasemaje? Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi. Kwa hiyo mwana kondoo ni nani? Yesu. Ambaye alichukua nini? Kitabu mbele za Mungu. Aliyeketi kwa nini? Sasa huyo Yesu ambaye ni mwana kondoo atakuwaje ndio huyo Mungu? Uone kama tunapigisha maandiko sama soti. 14:6 ile waliongelea Yohana. 14:6 Yohana. 14:6 Yohana inasemaje? Anasema. Maana alitumia andiko hilo Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Ati nini? Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba. Sasa Yesu amesema yeye ndiye njia. Mtu haji kwa Baba. Maana yake kuna yeye aliye njia na kuna Baba. Sasa wanamchanganya huyo njia na Baba ndio huyo. Unaona shida inakuja. Endelea na andiko. Kimbia. Tuaje kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngenijua mimi, mngenijua na Baba. Tangu sasa mnamjua. Mnanijua? Tena mmemwona. Filipo akamwambiaje? Utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote. Nimekuwa pamoja nanyi siku zote. Wewe usinijue Filipo. Aliyeniona mimi amemwona Baba. Kwa hiyo yeye aliyekuja akasema ukimwona Yesu umemwona Baba. Kwa andiko hilo soma hapo chini sasa. Inasemaje? Usadiki kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Unaona endelea. Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu. Unasikia? Aseme kwa nini? Kwa shauri langu. Lakini Baba akae ndani yangu. Uzifanya kazi
Sasa Baba anayekaa ndani yake ndio anayefanya kazi zake. Sasa kukaa ndani yake haimaanishi ndio yeye. Kukaa ndani yake haimaanishi ni yeye. Hebu nisaidie Yohana wa kwanza 4:13. Yohana wa kwanza 4:13. Kimbia msomaji, maana kuna hoja hapa ya mwisho nataka tudili nayo. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametulishirikisha roho wake. Kwa hiyo ukiwa na roho wa Mungu unakaa ndani yake. Ukiwa na roho wa Mungu unakaa ndani yake ndani yetu. 4:16 Luka 4:16 soma 17. 4:17 Luka. Ukikaa ndani ya Mungu ni kwa kushika zile sheria zake au kwa roho yule aliyekushirikisha ndio kuwa ndani yake. Sasa Yesu anaposema naye mimi amemwona Baba ni kwa zile kazi anazozifanya. Soma andiko. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu. Ati nini? Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta. Na tumeona nakaa ndani yake. Kwa nini? Kwa roho. Aliyefanyaje? Aliyemtia mafuta. Kwa hiyo Yesu Kristo yuko ndani yake, ndani ya Baba, na Baba nani? Ndani yake. Na hata sisi pia tupo ndani ya Baba na tupo ndani ya Yesu. Hiyo kwa sababu hujaongelea hilo. Sasa yeye anasema Baba ni naye mimi amemwona Baba. Wakorintho wa 2:4. Maana tunaanza tukasema hapo hiyo tukaiacha, halafu baadaye tena ikaja wakati sisi hatutaki, tunataka tufagie kabisa. Soma andiko 4:4. Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wa Kristo aliye nini? Sura yake Mungu. Kwa Yesu Kristo ni sura ya nani? Ana sura ya Mungu. Yesu Kristo ana sura ya nani? Sura yake 1:15 wa Kolosai. Yesu Kristo ana sura ya Mungu. Yesu Kristo, soma andiko. Changamka msomaji. Wakolosai 1:15. Inasemaje? Inasema naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Kwa hiyo Yesu Kristo ni sura ya Mungu na ni mfano wa nani? Mungu asiyeonekana. Kwa hiyo ukimwona Yesu umemwona nani? Mungu asiyeonekana. Kwa sababu wanafanana. Hiyo nadhani tumemaliza. Haya, twende kwenye Tito. Warongelea Tito. Tito 2:13. Tito 2:13. Soma andiko hilo. Inasemaje? Inasema kama ilivyoandikwa, tukilitazamia tumaini lenye baraka. Twende. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Mungu mkuu na nini? Na Mwokozi wetu. Kwa hiyo walivyosoma andiko hilo wakasema ati Yesu ndiye Mungu mkuu na nani? Mwokozi wetu. Sasa msomaji, huyo si ni Paulo? Huyo ni Paulo. Si ni Paulo ambao ameandika? Kwanza tuchunguze nyaraka za Paulo tuone Paulo anafundisha hicho, alafu ndo tuje tuangalie hapo kuna shida gani. Si ndio hivyo? Hebu nisaidie Wagalatia 4:4. Wagalatia 4:4. Hata ulipotimia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae. Ati nini? Mungu alimtuma mwanae. Kwa hiyo ulipotimia utimilifu wa wakati kuna Mungu aliyefanyaje? Aliyemtuma mwanae. Kuna Mungu aliyefanyaje? Mtuma mwanae. Twende. Ambaye amezaliwa na mwanamke. Kwa hiyo huyo Mungu amezaliwa na nani? Huyo mwanae amezaliwa na nani? Amezaliwa na mwanamke. Kwa hiyo kuna Mungu aliyemtuma mwanawe akazaliwa na mwanamke. Maana yake mwanawe kabla hajazaliwa. Kabla hajazaliwa. Sasa huyo si ni Paulo? Hebu soma hiyo mstari wa kwanza. Si ni Paulo huyo ndo ameandika nyaraka hiyo? Hiyo ndo ameandika Tito. Akaandika Waefeso na vingine kadha wa kadha. Hebu soma hapo. Wagalatia Tito 1:1. Msomaji, sio moja. Sikiliza, achana na wewe, nisikilize mimi. Mimi ndo na kuongoza. Mimi ndo nakuongoza. Wewe usipaniki. Sasa nisaidie hiyo Wagalatia 4:1. Wagalatia 4:1. Wewe utulie tu. Anasema lakini nasema ya kuwa mlisi. Wagalatia 4:1. Hii anasema hivyo. Wagalatia 4:1. Ndio. Okay, basi weka kando. Kama inasema hivyo weka kando. Sasa nenda Tito 1:1. Anasemaje? Anasema Paulo mtumwa wa Mungu. Kwa hiyo Paulo ni mtumwa wa nani? Wa Mungu. Na mtume na nani? Na mtume wa nani? Wa Kristo. Kwa hiyo Paulo kwenye hiyo Galatia anasema ni mtume wa Mungu na mtume wa nani? Wa Kristo. Endelea. Kwa ajili ya imani ya wateule wa Mungu. Twende. Na ujuzi wa kweli. Twende. Ile itayotaua katika tumaini la uzima wa milele ambao Mungu aliyeweza asiyeweza kusema uongo. Endelea. Aliahidi tangu milele akalifunua neno lake kwa majira yake. Endelea. Katika ujumbe ule niliowekewa amana. Subiri sasa. Kwa hiyo Paulo anasema ni mtumwa wa nani? Wa Mungu na mtumwa wa nani? Wa Kristo. Kwa hiyo kuna Mungu na kuna nani? Kristo Yesu. Sasa kwa nini Tito 2:13 ije ichanganye na nyaraka nyingine zote Paulo anasema kuna Mungu na kuna Kristo? Msomaji, maana yake hapo kulikuwa na shida katika translation.
tafsiri. Sasa si kuna Biblia hapo nyingi hapo? Zimejaa. Si kuna Biblia zimejaa? Hebu nisaidie habari njema hapo. Hilo andiko linasemaje? Maana hata hiyo wanaotetea wengi utatu huwa wanapenda kutumia Tito 2:13. Tito 2:13 haiwezi kukusaidia, na nyie mnajua tu, ila kwa sababu mnakuwa mnataka kubishana mnaamua kulitumia. Ila kama unajifunza kwa lengo la kufuata ukweli wa Mungu, huwezi kutumia Tito 2:13. Ila kama unataka tu ionekane kwamba umeshinda, hiyo tutaitumia. Na sisi huwa tutafutaga ushindi, tunajaribu kutafuta kweli ili tuelekee hiyo. Soma andiko. Inasemaje? Anasema anasema tukiwa tunangojea siku ile ya heri tunayoitumainia, wakati utakapotokea utukufu wa Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Kwa hiyo kuna Mungu mkuu na nani? Na Mwokozi wetu. Kuna Mungu mkuu na nani? Na Mwokozi wetu. Soma hiyo ya Kiingereza. Maana tunaanza kusema habari njema labda tusome 3-4 alafu mtuambie sasa tuchague hiyo yenye moja au tuende kwenye 3 au 4. Soma andiko hilo. Looking for that blessed hope and the glorious appearing God of great God, Mungu mkuu and our savior Jesus Christ, Mwokozi wetu Yesu Kristo. Au ni wangapi? Wawili. Sasa hiyo Tito 2:13 hapo itasaidia nini? Angalia hiyo nyingine ya Kiingereza hapo. Alafu linganisha na lile andiko la kwanza. Inasema hiyo andiko hilo wala hata msije mkalitumia tena. Hilo huwa kuna walimu huwa wanapenda sana kulitumia. Ukijadi tu kidogo nasikia Tito 2:13. Kidogo Tito 2:13. Sasa na salamu ziwaendee. Kwamba Tito 2:13 haiwezi kusaidia chochote. Soma andiko. Awaiting our blessed hope. Twende. The appearing of the great of the glory of our great God and our Savior Jesus Christ. Hao ni wangapi? Wawili. Chukua Ulimwengu Mpya ya Kiswahili, pengine labda hiyo ni ya Kiingereza. Chukua Ulimwengu Mpya. Inasemaje? Huku tukingojea tumaini lenye furaha na kufunuliwa kwake utukufu wa Mungu mkuu na kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hao ni wangapi? Wawili. Kwa hiyo Tito 2:13 imekufa. Hiyo haiwezi kusaidia Mungu mkuu. Sasa tumuulize Yesu. Maana wao si wamesema kwamba Yesu ndio amesema ati ni Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Nisaidie 14:28. Tumuulize Yesu sasa. Kama hilo andiko litafutwa, hilo andiko labda liondolewe au andiko hilo linagongana. Soma andiko. Mlisikia kwamba mimi naliwaambia twende, naenda zangu tena naja kwenu. Endelea. Kama mngenipenda mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba. Twende. Kwa maana Baba ni nani? Baba ni nani? Baba ni mkuu kuliko mimi. Kwa Baba ni mkuu kuliko nani? Yesu. Alafu mnatuambia Yesu ndiye mkuu, na Yesu ndio amesema. Ila nyinyi ndio mnakuja mnatuambia Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu. Ila Yesu yeye anakataa. Yesu anasema Mungu mkuu ni baba yake. Ninyi mnasema Mungu mkuu ndiye Yesu Kristo. Sasa swali msomaji, tuwafuate hawa au tufuate Yesu? Tuondoke na Yesu kwanza au tumchunguze Paulo? Tumchunguze Paulo. Kwa hiyo Paulo tulishachunguza. Tito 2:13 haisaidii. Kwa sasa mimi mwanzoni nilikuwa nishafundisha kwamba Mungu ni baba yake na Yesu. Mungu ni baba yake na Yesu. Akasema ati nimesema baba ni chanzo. Kwa hiyo eti chanzo ndiye nani? Ndio Yesu. Si kusema chanzo ni Yesu. Labda tuelewane. Mimi sijasema chanzo ni Yesu. Nilichosema, nilisoma andiko nikasema chanzo cha Yesu sio Yesu. Chanzo cha Yesu, chanzo cha kuwepo kwa Yesu ndiye Mungu wetu. Si kusema eti kwamba Yesu ndio chanzo. Hebu rudia Efeso 1:3. Atukuzwe Mungu Baba, chanzo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sio eti Yesu Kristo kama nani? Kama Mungu. Akasoma Isaya 43. Hebu nenda kaigusa 43:9. Isaya 43:9. Nasema Isaya 43:9. Mimi endelea. Na wakusanyike mataifa yote, kabila zote wakutanike. Endelea. Ni nani miongoni mwao aweze kuhubiri neno hili na kutuonyesha mambo ya zamani? Twende. Na walete mashahidi wao wapate kuhesabiwa kuwa na haki, au wasikie wakisema ni kweli. Hivi ilikuwa 43, alisoma 43 ngapi? 10. Ilikuwa 10. Hebu isome. 11. Mimi naam, mimi ni Bwana, zaidi yangu mimi. Soma kwanza 9. Soma kwanza 10.
ninyi ni mashahidi wangu. Mashahidi wangu asema Bwana. Na mtumishi. Ati nani? Na mtumishi. Sasa mbona wewe mtumishi hamjamsema? Rudia andiko hilo. Ninyi ni mashahidi wangu. Mashahidi wangu. Asema Bwana. Na mtumishi. Na mtumishi. Sasa mbona hamjamsema huyo mtumishi? Sasa huyo mtumishi sisi kwa sababu hajamsema, acha sisi tumseme 11:1 Isaya. Kwa sababu amesema mimi na mtumishi wangu. Mungu ana mtumishi wake. Na nilikuwa nishawatajia Matendo 3:13. Mungu amemtukuza mtumishi wake Yesu. Nilikuwa nishaisema hiyo. Utukufu ni wa Mungu. Umeona? Kwa hiyo utukufu ni wa Mungu ambaye amempa mwanawe, amempa na mwanawe. Sasa nyewe mnamkataa mwana wa Mungu, mnamkataa Mungu, mnamkubali mwana wa Mungu. Ati ndiye Mungu. Na anaye baba, hana baba pia, anaye mwana. Hana, hebu soma kwanza hilo. Soma chap. Isaya soma. Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda, na roho ya Bwana ati nini? Na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uwezo, roho ya maarifa ya kumcha Bwana, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hataonya kwa kufuata ayasikiao kwa masikio yake. Ndio maana Yesu anasema kila nafanya au na hukumu kama nisikia unavyosikia kwa baba yangu. Hiyo ndio chipukizi. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mtumishi wa nani? Wa Mungu, na anatumika akiwa mwana wa Mungu. Ndio maana tunasema baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo kuna baba na kuna nani? Hebu nisaidie kwanza Yohana wa kwanza 2:20. Lazima ukubali kwamba kuna baba, kuna mwana. Usipokubali maana yake wewe unakuwa mpinga Kristo. Soma andiko. Nanyi mmepaka mafuta na yeye aliye mtakatifu. Yohana wa kwanza 2:20. Nianze 20. Soma 18. 18. Watoto, ni wakati wa mwisho, na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja, hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwako. Kwa sababu hiyo tajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Walitoka kwetu, lakini hawakuwa kwetu. Maana kama wangalikuwa kwetu, wangalikaa pamoja nasi. Kuna ile akanaye baba na mwana. Inasema 22. Soma. Ni nani aliye muongo ila ni yeye akanaye kuwa Yesu ni Kristo. Huyo ndiye mpinga Kristo. Huyo ni nani? Ndiye mpinga Kristo. Yeye amkanaye baba na nani? Na mwana. Kwa hiyo ukimkana baba na mwana wewe ni nani? Mpinga Kristo. Kwa hiyo lazima ukubali Kristo amekuja katika nini? Wakubali wote wawili. 16 Mathayo. Lazima ukubali Kristo amekuja katika mwili. Ukipinga wewe ni unakuwa ni mpinga Kristo, maana unakana baba na nani? Na mwana. Soma andiko msomaji, changamka. Petro akajibu akasemaje? Wewe ndiye Kristo. Ati nani? Wewe ndiye Kristo. Tumeona kwamba lazima ukubali ni Kristo. Ndio. Endelea. Wewe ndiye Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai. Mungu mkuu. Mwana wa Mungu aliye hai. Wewe soma vizuri. Mwana wa Mungu aliye hai. Basi. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na hiyo ndio imani ya mitume. Yohana wa kwanza 5:4-5. Hiyo ndio imani ya mitume. Usipoamini hivyo, Waarabu wanakuambia firinari jehanamu hadi ninafia abadani. Unaweza kuwa unasema kwamba unamtetea Yesu, kusema kwamba ndio Mungu mkuu, kumbe unachochea taasiri ya Mungu. Wewe unaweza kaenda kwa rais ukasema kwamba mwanao ndio rais au makamu wa rais ndio rais, alafu rais mwenyewe ukamuondoa. Hiyo inakuwa ni janga. Yaani hiyo unaweza kusema unamtetea na unapambana, lakini mwisho wa siku Yesu akasema sikukujua. Maana Mungu alimtoa mwanawe ili afe. Mkisoma ile 3:16 Yohana huwa inaeleweka vipi? Alijifanya wakati amemtoa mwanawe ili afe. Kwa hiyo unaweza kusema kama unahubiri, kumbe unampinga Yesu. Kwa lazima ukubali kuna Mungu na kuna mwanawe kwa mujibu wa maandiko. Soma andiko tumalizie msomaji. Inasemaje? Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku iko kushinda ushinda ulimwengu. Hiyo imani yetu. Endelea. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aminia kwamba Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Kwa lazima uamini Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo iko hivyo. Nafikiri nimemaliza, labda tutajadili huko baadaye kama kutakuwa na mambo kadha wa kadha. Na kuna mambo nimeacha makusudi ili mje mrudie. Asante. Sawa, tunashukuru sana, ni muda wa maswali na majibu.